Unakumbuka kipindi vita ya Urusi na Ukraine inaanza, serikali ya Marekani iliwekea vikwazo Urusi na ikasema kwamba marufuku nchi zote zenye ushirikiano na uhusiano na Marekani kununua mafuta kutoka Urusi. Ati Urusi ni madikteta wanaua watu. You remember that? So, maji yamemfika shingoni kwenye hii vita yake na Iran kiasi kwamba ameiondolea Urusi vikwazo. Hivi juzi, the orange guy ameruhusu nchi za Marekani pamoja na Ulaya kununua mafuta Urusi kwa muda ambao mfereji wa Hormuz ambao uko chini ya Iran umefungwa. Baniani mbaya, kiatu chake kimekuwa dawa. Wahenga walikuwa sahihi. Kitu cha pili, unakumbuka katika ahadi za the orange guy wakati anagombea urais, alikuwa anawaahidi watu kuwa yeye chini ya utawala wake mashoga ndani ya Marekani hawatopata support yoyote kutoka kwa serikali. You remember that? Huwa nawaambia kila siku wanasiasa. Sasa bwana, siku 3 zilizopita the orange guy alikuwa anafanya interview na social media inboxer mmoja anaitwa Jake Paul. Hiyo interview mimi naona kama ilikuwa kwa ajili ya publicity, yani alikuwa anajisafisha na jikosha. So akaulizwa, umeipeleka nchi vitani tofauti na ahadi zako na concern yako kubwa ni kubadilisha uongozi wa nchi nyingine. Unaenda kule unasema unaenda kupambania haki za wanawake kwenye nchi ile, wakati haki hizo unazotaka kwenda kuzipambania kule wanawake wa Marekani pia hawana, wanazikosa. Na hiki ndicho ambacho wapinzani wako wanakiongelea. Yule baba mkavu bila kutiwa ndimu wala ajina moto kasema hivi, wapinzani wanatakiwa wamunge mkono kwenye hii vita kwa sababu wale wapinzani wanaunga mkono mashoga na Iran wanawanyonga mashoga. Manake yeye katika kutetea kwake wanawake huko nchini Iran anaenda pia kutetea mashoga. Kama unafikiria mimi nimemuelewa the orange guy vibaya, naomba nikujulishe kwamba aliingia na huo mkwara. Ni kweli alifreeze dawa za hormone kwa ajili ya watu waliobadilisha jinsia, lakini ni miezi 3 tu ya mwanzoni. Kutoka hapo mashoga wakaendelea kupata huduma zao kama kawa, transgenders wakaendelea kupata matibabu kama kawa. Netanyahu naye yule waziri mkuu wa hizi siku 3 zilizopita na yeye alikuwa anajibaraguza, anasema kwamba hii vita kati ya hizi na Iran ni muhimu kwa sababu anasafisha njia kwa ajili ya ujio wa Mesia. Kwamba Yesu anakaribia kurudi. Kwa hiyo wao wanasafisha njia ili Yesu arudi. Kwa sijui wameambiwa Yesu akiwa anarudi anataka kupitia Iran. Hali ni mbaya kwa the orange guy kiasi kwamba ameanza kuhamasisha mataifa mbalimbali kwenda kumuunga mkono yeye katika vita yake na Iran, na amesema anaenda kufungua ule mfereji wa Hormuz ambao majeshi ya Iran wameufunga. So this time alikuwa anasema anapeleka wanajeshi takriban 5,000. Sasa sijui hesabu imekaje kivita kwa sababu kambi zake zilizoharibiwa huko Mashariki ya Kati ni kambi 32 zilizokuwa na silaha nyingi sana. Askari karibia 15,000 kwenye kila kambi, wote wameteketea kama majivu. Yeye anapeleka askari 5,000 kwenye mfereji wa Hormuz ashindane na Iran. Yani hao watu wamekaribia kambi 32 ambazo each zilikuwa zina vifaa vikubwa, askari zaidi ya 15,000. Alafu wewe unapeleka watu 5,000 wakashindane na hao watu. Baadhi ya nchi zimekubali kwenda kumsupport ikiwemo Ukraine. Sasa Ukraine ina vita na Russia. Na kila siku imekuwa kilalamika kuwa wanaonewa, lakini pia wana nguvu na wana akiba ya kuwatosha kwenda kuingilia vita ya watu wengine kwenye nchi nyingine. Ukraine jamani. Upande mwingine Japan wamesema mimi siungi mkono kwenda kuivamia Iran kwa ajili ya mfereji wake wa Hormuz. Lakini kama nyinyi wengine mtafanya, fanyeni kwa tahadhari kubwa sana. Uingereza na yeye anasema atapeleka majeshi akamsaidia the orange guy kufungua ule mfereji wa Hormuz ili wapitishe mafuta. Sasa sijui mnanielewa ndugu zangu, mwanzoni hii vita ilianzishwa tukapewa propaganda ya kwamba wanaenda kupambania haki za wanawake, wanaenda kupambania demokrasia. Lakini oneni ambavyo saizi hadi wanaungana wengi wakafungua ile njia ya mafuta. Manake target haikuwa demokrasia, haikuwa haki za wanawake.
target ilikuwa mafuta. Kwa walitaka waitifue ile nchi, wananchi na serikali wao wanapigana. Wakishakuwa wanapigana, hamna atakaye kuwa bize kulinda ule mfereji pale. Mameli yao yanapita tu, yanaenda anachota mafuta Iran, yanaondoka. Nyinyi mko bize kupigana. And this is what is happening kwenye nchi nyingi za Afrika. Sijui lini tutaje kujifunza. Waliwaletea uchaguzi wenu wa miaka 5, miaka 4, miaka 5, miaka 4 makusudi. Wewe nyumba yako tu huwezi kuijenga ndani ya miaka 5 na ukaimaliza. Hiyo ni nyumba moja. Huwezi kuijenga ndani ya miaka 5 huku unasomesha watoto, huku mkeo anapendeza, huku mamako kijijini ananawiri. Huwezi kufanya hivyo vitu ndani ya miaka 5 ukavikamilisha vyote. What makes you think rais wako anaweza kutatua changamoto zote ndani ya miaka 5? Hiyo ni moja ya propaganda waliowauzia. Wamewapa unrealistic thoughts. Mnakaa mnafikiria kwamba ndani ya miaka 5 mtu anatakiwa ashamaliza kumaliza matatizo ya nchi nzima, wakati wewe ya kwako tu ndani ya miaka 5 hujawahi kuyamaliza. Ya kwako binafsi hujawahi kuyamaliza. Ila unataka rais huyo ajenge barabara, ajenge shule, aongeze vitanda, aongeze zahanati, aongeze madawati, akuondolee kodi. Wewe mmoja. Wewe hivyo vitu tu kwenye level yako tu ya mtu mmoja, man to man, umeviweza within 5 years. Hiyo ni moja ya propaganda waliotuuzia wa Afrika. Tuwe na ile haraka ya kufikiria kwamba ndani ya miaka 5 kama rais hajafanya hiki basi kinuke. Muda ambao nyinyi mnapigana, wao wanakuja kuchukua rasilimali zenu bure. Ndio mchezo walikuwa wanataka waucheze Iran. Sasa Iran imeweza kudhibiti yale machafuko, hayajatokea ndani ya nchi. Hakuna vita ya wenyewe kwa wenyewe, wamekomaa na mfereji wao. Saizi wanaitana washirika, waganga, vilinge, eti tukakutane kwenye mfereji wa watu pale tukachote mafuta yapite. Akili kumkichwa ndugu zangu. Tusirudie makosa.